Karibu katika chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii hukuletea mahubiri ya neno la Mungu na maombi na maombezi kwa ajili ya neno la Mungu. Siku ya leo nataka nizungumze nawe kwa habari ya tafasiri ya ndoto. Nilifundisha kipindi kilichopita, nikafundisha kwa nini unaota ndoto unakula chakula. Kwa nini unaota ndoto unakula ndotoni. Nikatafasiri somo hili, lipo kwenye chaneli hii ya Apostle Katambi. Lakini leo nataka nifundishe tafasiri ya ndoto ambayo, kwa nini unaota ndoto mara kwa mara uko kwenye maji mengi. Kwa nini unaota ndoto mara kwa mara uko kwenye moto. Kwa nini unaota ndoto mara kwa mara upo kwenye mafuriko. Naomba kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel hii Apostle Katambi, nichukue fursa hii kukukaribisha. Karibu sana. Nichukue fursa hii ili kupata vipindi vyetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Njia pekee ambayo unaweza kupata vipindi vyetu ni kwa njia ya kusubscribe channel hii. Bonyeza hiyo alama ya kengele hapo juu kwenye channel yetu, moja kwa moja utajisubscribe na tayari utakuwa subscriber. Kwa tutakapotuma vitu vyovyote utakuwa ni wa kwanza kuvipata katika maisha yako. Na pia nitakuomba weka comment yako hapo chini, jambo lote unalopitia kwa habari ya ndoto, tafasiri ndoto uliyoota umekosa tafasiri, weka comment hapo chini na nitaishughulikia. Ikiwezekana pia utaona kuna namba ya simu hapo, piga kwa hiyo namba, nitakuombea katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Nataka leo tujifunze kwa habari ya kwa nini unaota ndoto uko kwenye mafuriko mengi. Kuna watu wanaota ndoto yuko kwenye mafuriko, yaani maji ni mengi sana, na wakati mwingine maji yale yanakuwa ni machafu, na unakuta anaweza kaota kama mvua imenyesha, alafu baada ya mvua kunyesha kunatokea tufani kubwa ya maji, alafu yanazoa vitu vyako, yanazoa nyumba zako, yanazingira nyumba zako, yanazoa familia yako. Kunajikuta wakati mwingine unaota ndoto uko kwenye maji mengi ambayo huwa unajikuta uko katikati ya yale maji na yanakuzoa. Nitakupa tafasiri yake siku ya leo. Na wakati mwingine pia unaota ndoto yale maji yanakupiga, mawimbi makubwa yanakupiga sana, mawimbi makubwa. Nitakupa tafasiri yake leo. Na wakati mwingine pia unaota ndoto mara nyingi moto unakuteketeza. Moto uko ndani ya moto, unaungua ndani ya moto, moto unakuteketeza. Moto unateketeza mazingira ya kazi unayofanya, mazingira ya eneo la biashara unalofanya, mazingira ya eneo la kazi unayofanya. Moto unakuunguza, moto unateketeza, uko ndani ya moto mzito. Itakupa tafasiri yake siku ya leo. Na wakati mwingine unaota ule moto, umo ndani ya moto, unaungua, unapiga kelele, unaungua, uko ndani ya moto. Nitakupa tafasiri yake leo. Lakini wakati mwingine ule moto unaota unatafuna, unakuchoma, unatafuna vitu vyako, unakula vitu vyako. Hii ndoto ina maana moja na ndoto ile uliyoiona ya maji mengi. Hii ndoto ina maana moja na ile ndoto uliyoiota uko kwenye maji mengi, na ndoto unayoota moto uko ndani ya moto, ina maana moja katika ulimwengu wa kiroho. Sasa tunaanza kuangalia ishara ya moto na ishara ya maji. Hizi ndoto zina tafasiri gani? Na tunaenda kuangalia na tutaenda kutoa majibu.
Unapoota ndoto upo kwenye maji mengi, alafu yale maji wajaribu kuvuka, unashindwa. Kama uko kwenye mto ujaribu kuvuka, unashindwa. Ili tafasiri ya hizi ndoto zote tatu kwamba kuna jaribu litatokea. Napoongelea jaribu, ni tatizo au changamoto itatokea. Kwa unapoonyeshwa kwamba, kwa mfano, inaweza kawa ni changamoto kwenye biashara, mtaji ukakatika, changamoto kwenye ndoa, kukawa na magomvi kwenye ndoa, changamoto kwa watoto, labda akafukuzwa shule, changamoto labda kwenye uchumi. Napoongelea changamoto, ni tatizo lolote ambalo litatokea, ndio unaonyeshwa huko kwenye maji mengi. Maana yake ishara maji mengi, ishara ya ndoto unapoota uko kwenye moto, ishara ya ndoto unapoota uko kwenye mafuriko, ni tatizo kubwa ambalo halijatokea, lakini lipo, limeandaliwa katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho umeona kama maji, lakini kwa tafasiri halisi sio maji. Unafundishwa kwamba kuna tatizo litatokea ambalo litakuja kibinadamu. Kibinadamu, kama ni kwenye ndoa itatokea shida ya kibinadamu, kama ni kwenye kazi itatokea shida kwenye kibinadamu, kama ni kwenye familia itatokea shida kwenye kibinadamu, kama ni kwenye uchumi itatokea, kwenye kazi, uchumi itatokea shida, tatizo. Lakini Mungu anakupa tafasiri katika ulimwengu wa roho. Unaona tu niko kwenye maji mengi, wajaribu kuvuka kwenye yale maji, unashindwa. Uko kwenye maji mengi, wajaribu kuvuka, unapata changamoto. Ni tatizo katika ulimwengu wa roho ambao litatokea kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye uchumi, kwenye shida katika ulimwengu wa roho. Kwa unapoota siku yoyote ndoto uko kwenye maji mengi, tatizo, matatizo yamekuzunguka katika njia zako, matatizo yamekuzunguka katika familia yako. Unapoota ndoto uko kwenye mafuriko, ni tatizo kubwa itakuja kukushambulia, aidha kwenye eneo la uchumi, eneo la kazi, eneo la biashara, eneo la familia. Kwa hiyo ukichukulia tu kwamba nimeota tu kwenye maji, umeshindwa. Na pia ukiota ndoto uko kwenye maji, unajaribu kuyavuka, unashindwa. Wajaribu kuyavuka, au ni mto unajaribu kuvuka, unashindwa. Mto unajaribu kuvuka, unashindwa. Ni jaribu litakuja, alafu litakushinda. Kama umevuka, tatizo litatokea, labda utawekwa ndani, au utapata ugonjwa fulani, au utapata vita fulani, lakini utashinda. Naomba nifuatilie katika chaneli hii ya Apostle Katambi. Itafundisha namna unapoona tatizo lote linatokea kwenye maisha yako, nini cha kufanya kabla ya tatizo halijatokea. Unaweza kupata somo hilo kwa kusubscribe channel hii ya Apostle Katambi. Weka maoni yako hapo, komenti yako. Unaangalia video kutoka wapi? Mkoa gani? Nchi gani? Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Amen.